Ndio vitu hivyo ambavyo kwa naviongelea vya management ambavyo hizo ni strategies ambazo mimi kama mimi na wish kufanya hivyo vitu, lakini siko vizuri sana kwenye kutafuta watu na vitu kama hivyo. Although I'm trying, najaribu sana kutafuta labda connections za nje na vitu kama hivyo, lakini hiyo pia ilikuwa ni kazi nyingine, ilikuwa ni kitu kingine ambao mimi na management yangu tulikuwa tunashindwa like kumove forward, kwa sababu nilikuwa nishafika sehemu nikaa na wish kufanya collab za kimataifa na wish kufanya na mtu fulani, lakini unakuta hamna zile effort za kufanya wewe ufike. Kuna kipindi nilikuwa nishaanza kuongea na Keiko kabisa, unajua, lakini Keiko akaanza akamuongelea Chemical. Hiyo kwangu mimi ilikuwa kitu kizuri kwangu mimi, kwa sababu nilikuwa natamani sana kufanya ngoma na Keiko, lakini at the end of the day hamna kilichotokea. Kwa na mimi mwenyewe kama mimi siwezi kufika huko kama watu wasipo support kwamba Chemical tufike huko, umeona. Lakini pia muziki wangu lazima uwe mkubwa, pia watu wa nje wauone. Kwa hiyo kabla hata sijafanya collab za nje inabidi muziki wangu uwe mkubwa, watu wa nje wao waone, wao na feel, wajue kwamba kuna Chemical. So sana naenda kule naonekana kama underground fulani hivi kutoka Tanzania, hata kufanya labda collab na Keiko ama na Calligraph ama na nani ya. Mimi kabla hata sijatoka nilikuwa na record sana, nilikuwa shy kurecord na Real. Yani alikuwa yuko studio ambao na mimi nilikuwa naenda sana. Kwa mimi na Real tulikuwa tusha recording ngoma nyingi sana, umeona. Lakini baadaye unajua maisha yanavyoenda, kila mtu anaenda njia yake hivyo. Kwa hiyo na Real akana the industry, Chemical na mimi nikaendelea na shule yangu na vitu vingine. Kwa hiyo zile ngoma ni ngoma za zamani ambazo hazikufanikiwa kutoka na sikuzirecording kiwa za industry. The industry ngoma ambayo tulirecord ni ile Hola Hola. Yeah. Ila na Real pia shay kuniofa beats kutoka kwenye kazi na nilo yake studio yake. Yeah. Na ikitokea kwamba na I want to record the industry time. Wasanii wako wengi kusema, kwa sababu mimi sina collab nyingi ujue. Ndo kwanza nahisi collab yangu hii ndo collab ya pili ukiongelea kwa wasanii ambao wakubwa. Nimefanya na Soprano, nimefanya na Beka ya pili. Kwa hiyo hata ukiniambia wasanii gani wako wengi, list iko ndefu sana, ambao kidogo sasa hivi huku nyuma nilikuwa nafanya ngoma mwenyewe. Kwa hiyo kidogo sasa hivi najitahidi at least mwaka usiishe niwe na collab nyingi kidogo. Kwa hiyo wasanii wako wengi sana ambao naishi kufanya nao kazi. Hasa wanaoanza kutoka, yani kuna kitu ukiona unamuelekeza yeye anakuwa anaona kama unamvimbia fulani, kama si unafanya nini, lakini ni kitu ambacho unakuwa unamshauri wewe, kwa sababu at least ushaona muziki unavyoenda. Yani yeye anakuwa anahisi akiwa na ngoma Chemical ya zamani, kwa sababu tayari ushatoka, akitoa sasa hivi ndio sifa, lakini ofichi inakuwa ni ngoma ambayo ina viwango, ni Chemical ya zamani. Inawezekana Chemical mbali kwa juu kuchana kama anavyochana sasa hivi. So kwamba akishafanya na underground, yani sio kwamba akifanya na star, no. Mimi kuna zile ngoma ambazo nilizifanya zamani kabla sijatoka. Umeona? Ujue hii ni safari ya maisha, mtu ujue atatoka lini, umeona? Inawezekana mimi na wewe tumefanya ngoma ya kitambo, lakini ikatokea kila mtu akaenda separate way, tukaenda mara pap, umeona Chemical katoka tayari na sielewi ana sorry mama na maneno. Unajua muda sasa ushaenda, nimerecord na wewe labda nyimbo mwaka 2009. Kipindi hicho tuna struggle wote. Hamna mtu yote ambaye ana kitu chochote cha mbeleni. Yani wote tunahangaika ku struggle. Mimi nika struggle nikatoa nyimbo, lakini wewe nyimbo hazijatoka na ukuwa nazo na mpango nazo. Lakini ukishaona sasa Chemical kashatoka tayari, ndio unaanza kutoa vitu vya zamani ambavyo inawezekana studio haikuwa na quality. Unajua studio zetu za zile tunazorekodia za shida, upei ufanye nini, una record kwa shida. Kwa hiyo sasa mimi tayari nishaingia kwenye step fulani hivi ambao kuna ngoma za zamani inabidi nizifanyie marekebisho. Mwenyewe na ngoma zangu za zamani nyingi, lakini siwezi kustoa. Sauti yenyewe inawezekana ilikuwa ya kitoto, inawezekana nilikuwa na rap ujinga. Sasa ile kazi ya zamani kwa sababu tayari ushakuwa Chemical, mtu ndiye anataka kuitoa sasa ile kazi ya zamani. Office sasa kija kuitoa kikufuata tena Chemical, mimi naiachia bwana hii ngoma, na kama kuna uwezekano nitafute tuirudie, lakini usitoe kwa style hiyo, umeona. Lakini mtu anakuwa anaona kama ushakuwa star, ushafanya, unaisikiza ngoma kabisa unaona haina quality, ngoma mbaya. Yaani unasikia ngoma ni ya mwaka huko, haina hata kitu chochote kizuri cha kusikiliza. Lakini ukiitoa kwa shabiki, manake mashabiki hawaisikii kama hawajui wao kama hiyo ni ngoma ya zamani. Umeona, ni kama ngoma yangu fulani vi struggling. Unajua struggling sasa hivi ndio imetoka, watu wameisikia upya, lakini unajua struggling ya mwaka gani? Kabla hata asielewi mwaka. Yani nashukuru Mungu kwamba production ilikuwa nzuri, ndio maana mpaka sasa hivi nasikika vizuri. Lakini inawezekana isingekuwa vile, mimi kwangu mimi wangeonekana Chemical kazi ngoma gani? Kila mtu anajua ni ngoma mpya, lakini sio ngoma mpya.